Maandalizi yako vizuri na ukitizama kwanza ni mechi inatakiwa, ni mechi unaweza kusema kwamba sisi kwetu ni mechi muhimu sana. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri ili kuangalia kama tutafanikiwa kupata point 3. Sawa, mchezo unaofuata ni dhidi ya JKT. Pengine una mchezo huu unaweza ukatoa taswira ya ile tiketi ya kushiriki michuano ya kimataifa? Ndio kwa sababu ukiangalia kwanza JKT tunamzidi pointi 3. Kwa hiyo tukisema tukishinda mechi hii ya kesho kutwa tunakuwa ni tofauti wa pointi 6. Na hiyo unaona kama njia ya kwenda kimataifa inaanza kuwemo, kwa sababu TRA tuko na pointi 4 na hatuna mechi naye. Kwa hiyo sisi mechi sana muhimu ni ya kesho kutwa. Sawa, pengine ugumu kwa mechi hizi ambazo zimesalia hivi sasa, ugumu unakuwepo kwa kiasi gani? Ugumu upo. Kutokana kwanza kuna timu zenye zinataka kushuka daraja, kuna timu zinataka kushiriki mashindano ya kimataifa, kuna timu zinatakiwa kuwa mabingwa, unaona. Kwa hiyo kwa hizo mechi 5 zilizobaki ni ngumu sana. Sawa, mashabiki wa Singida Black Stars pengine sasa hivi kwa hizi mechi ambazo zimesalia wajiandae na kitu gani? Wajiandae kwa sababu unajua mtu kishaonja kushiriki mataifa unakuwa na ule utamu, yani unatakataka, yani kwa hiyo wanahitaji kuona sisi tunashiriki tena, na sisi na ndo objective yetu kutoka mwanzo wa msimu. Objective yetu ni kuwa sana zile 4 za mwanzo. Ukikosa zile 2 za mwanzo basi tushiriki basi hata kimataifa. Kwenye nafasi ambayo mnawania, matarajio makubwa ni kushiriki kwenye kombe la shirikisho, ambapo kwa sasa hivi baada ya Al Ahly kuangukia huko, pengine wanaweza wakaangukia huko. Watu wengi wameonekana kama kuwa na mashaka kwa timu ambazo za Tanzania zinaweza zikashiriki michuano ya kimataifa. Pengine kwa upande wenu ikoje? Mimi kwa upande wangu nakwambia kwanza mpira ushaendelea kwa sababu gani? Ukiangalia hata mechi ya mitoano ya kimataifa ya Champions League msimu uliopita, ukiangalia Al Ahly mechi aliyocheza na timu ya Burundi, ukiangalia timu ya Burundi haina jina na nini, lakini Al Ahly alikaziwa, si nyumbani, si Burundi pale wala si kule na Nimis. Kwa hiyo sisi hatuna uoga kwa sababu mpira ushaendelea. Al Ahly nani? Kwa nini kacheza shirikisho? Kwa nini asicheze kimataifa? Sasa hiyo mpira umeendelea. Mambo vipi? Poa vipi mwanangu? Mungu ni mwema. Bwana, hatimaye maisha yanaendelea baada ya kutoka Dar es Salaam Africans. Pengine kuna utofauti wote? Utofauti upo. Yanga timu kubwa, timu yenye washabiki wengi, timu yenye pressure, timu ambayo inafuatiliwa kila siku. Tofauti na Singida ni timu kubwa, lakini kwa uchache naweza kusema washabiki huwezi kufananisha na washabiki wa Young African. Lakini hata maisha, miundombinu wanavyoishi Young African na Singida ni tofauti, japo kila timu inajitahidi kuhakikisha wanaishi vizuri. Wewe ndio yule Chikola ambaye ulikuwa Geita Gold ukiwafunga Dar es Salaam Africans, wewe Chikola yule ambao ulikuwa Tabora ukafunga Dar es Salaam Africans. Hatimaye umeenda kucheza sasa hivi kwa Singida Black Stars. Unauendea vipi mchezo wa Yanga? Ni mchezo kama michezo mingine, na uendeaga kwa kujiandaa vizuri, kwa sababu nimekuja kwa mkopo kutoka Young Africa na kwenye makubaliano walikubali tukikutana nicheze, na maana wao wenyewe pia wanatamani kuendelea kuniona maendeleo yangu kila siku baada ya siku, kwamba je, ameenda Singida tunamtizama akikutana hata na sisi au mechi nyingine ana perform vipi au muendelezo wake upo vipi, kwa sababu ni football inatokea, unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuhakikisha labda sehemu uliyokuepo ulikuwa upate nafasi zaidi, kwao wanakufuatilia, kwao huaga najiandaa vizuri kuhakikisha na kuwa na performance ile kwa nzuri. Pengine tutaraji kumwona yule Chikora ambaye alikuwa Geita Gold sambamba na Tabora United. Chikola hajabadilika, ni mazingira tu, yamebadilika. Nilikuwa katika timu za madaraja ya chini, lakini nimepata nafasi ya kuja kwenye timu za madaraja ya juu kama Young African. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri naweza kusema kwamba haikuwa na muendelezo uliokuwa bora, ndio maana nimekuja Singida, lakini Singida ni timu kubwa, kwa hiyo mimi najitahidi kuwa focus na kazi yangu, kwa sababu hii ni kazi yangu, haya ndo maisha yangu ambayo nimeyachagua. Kila siku natajika kujiangalia mimi mwenyewe kwenye kioo, leo nipo hivi, kesho nipo vipi. Kwa hiyo nitapambana kuhakikisha yule Chikola ambaye mlikuwa mnamfahamu wa Tabora, wa Geita, sasa hivi ipo Singida, basi kwamba haja drop, yupo katika kiwango chake au ameongezeka zaidi. Kwa mara ya kwanza unapokea simu kutoka uongozi wa Dar es Salaam Africans unahitajika pale, nani wa kwanza ulimwambia?
Kwanza familia yangu, mama yangu mzazi, kwa sababu siku zote nacheza mpira toka chini. Nilikuwa na ndoto za kuja kucheza timu kubwa. Young Africa ni timu kubwa Afrika. Kwa hiyo nilikuwapo, nikapigia simu kwa familia yangu kuambia bwana, yale ambao tulikuwa tunayatamani sasa yamefika. Maandalizi yakoje kuelekea mechi 5 za mwisho, kwa sababu pengine zinaweza zikatoa taswira ya kushiriki michuano ya kimataifa? Maandalizi ni makubwa kama walipofika mwishoni mliona mechi 5 ngumu, lakini ndio mechi 5 ambazo zinaenda kutupa mwanga kwamba msimu ujao timu ipo itashiriki mashindano ya kimataifa au la. Kwa hiyo kama timu ikianza na uongozi wa juu, tunahakikisha tunapambana kwa pamoja, tunakuwa pamoja kuhakikisha tunaenda kupambania mechi 5 kwa kupata matokeo mazuri, kwa sababu tukipata matokeo mabaya itatufanya tusipate tiketi ya kwenda katika hayo mashindano. Kwa hiyo maandalizi yetu ni mazuri na ni makubwa kwa timu nzima, lakini kwa uongozi wetu kwa pamoja na watu wote wa Singida tupo kwa pamoja. Mchezo ujao mnaenda kucheza dhidi ya JKT Tanzania, moja kati ya mpinzani wenu ambao mnakimbizana. Pengine pressure ipoje? Pressure ni kawaida. Ukishakuwa kwenye mpira ni mchezo wa pressure. Kama unaikataa pressure, basi itabidi ukatafute kazi nyingine ya kufanya. Kwa hiyo tunaamini JKT Tanzania ni timu nzuri, ina mwalimu mzuri, ina uongozi mzuri, ina wachezaji wazuri wa ndani wengi ambao wameonyesha mpaka walipofikia kwamba wapo nafasi ya 5, sio kwa bahati mbaya. Kwa sisi hatuna pressure, lakini tutaenda kupambana kuonyesha ushindani, kwa sababu hakuna namna, lazima tupate matokeo yaliokuwa mazuri ili kuitetea nafasi yetu ya 4. Umezungumzia kuhusiana na pressure. Pengine mnapoenda kuziendea hizi mechi kubwa ambazo za maamuzi, uoga mnafanya nini kuhimili ile pressure? Kikubwa mwalimu anatuweka chini, anatueleza kwamba tunahitajika kujitoa zaidi, kwa sababu mwisho wa siku pressure, lakini mwisho wa siku lazima uhakikishe unapata matokeo yaliokuwa mazuri. Kwa hiyo sisi tunafuata maelekezo ya mwalimu wetu, mbinu zetu anachotaka bwana tunafanya 1, 2, 3, basi sisi tunazifuata. Bwana, kwenye mpira kuna matukio mawili, huzuni na furaha. Pengine unaweza kutuelezea matukio mawili haya kwako yalitokea vipi? Ni kweli kuna huzuni na furaha, lakini mwisho wa siku lazima, kuna msemo unasema lazima ujifunze kupokea furaha sawa na huzuni, kwa sababu kama ushazoea kupokea furaha siku zote afu kashindwa kupokea huzuni, utajikuta unafeli. Kwa hiyo kwenye furaha unapokea furaha, kwenye huzuni unapokea huzuni.